Protasi Mgimbila, tumpigie makofi matatu. Tunafuata na Yasini Mlotwa, tumpigie makofi matatu. Tunafuata na Mpoki Mwaiswaswa ambaye namtangaza kwa mamlaka mlionipa kama mwenyekiti wa shirikisho letu la vyama vya siasa ambalo linajulikana kwa Mbeya Kwanza, vyama baadaye, na ningemuomba asimame tumpokee kwa shangwe. Asanteni sana. Basi kwa mamlaka niliyopewa na mtangaza Mpoki Mwaiswaswa kuwa amepita kwa kuwa mwenyekiti wa shirikisho letu. Asanteni sana. Geoffrey Mwandurusia aliyepata kura 32 kuwa mwenyekiti makamu wa umoja wetu wa shirikisho la vyama mkoa wa Mbeya. Naomba tumpokee kwa makofi matatu. Na mtangaza Yohana Wairesi kuwa mshindi wa pili kwenye kinyang'anyiro aliyepata kura 12. Na vile vile namtangaza Alex John kuwa mshindi wa tatu aliyepata kura 6. Asante. Kwa mamlaka niliyopewa namtangaza Ibrahimu Mwakwama kuwa katibu wa umoja wetu wa vyama vya siasa mkoa wa Mbeya. Tumpokee kwa makofi mengi mengi. Huyo Ibrahimu Mwakwama ningeomba apite hapa mbele. Nimejitolea muda wangu pia kushirikiana na watu hata pale inapobidi. Unajua kuna mambo yalikuwa yanaendelea hapa kati, hata vikao vya DCC vimealikwa vyama vitatu. Mimi nilikataa kupeleka chama changu, nikasema kwa sababu vyama vyote viko kwa mujibu wa sheria vialikwe vyote. Kwa mimi nitapambania maslahi ya shirikisho lakini na uchumi pia, sababu huwezi kufanya siasa huku ukiwa na njaa. Kwa tunaenda kupambana vyote, kuwapambania wanashirikisho, wana Mbeya ambao ndio kipaumbele chetu na dhumuni la shirikisho. Kwa ni washukuru sana wajumbe, tuko pamoja, twende tukaijenge Mbeya yetu, na hata ambao hawajafika, ambapo hapa hatujamuona mwakilishi wa Chadema na CCM, tutaenda kuwaunganisha kwa sababu tunaitaka Mbeya ambayo ni wamoja. Nimtangaze Ipyana Njiku kuwa naibu katibu wetu wa umoja wa shirikisho wa vyama mkoa wa Mbeya. Tumpokee kwa makofi mengi mengi. Asante sana. Na mwingine ni mweka hazina wetu. Kwenye mweka hazina naye yuko peke yake na nilitangaza hapo. Ukiona kuna nafasi unataka unakuja. Kwa hiyo imeonekana iko empty. Na aliyejaza hii ni Rozi Kaoji peke yake. Kwa moyo wangu mkunjufu, moyo safi, ni mtume kijana afanya afisa habari, atafanya kazi vizuri, tusipoteze muda. Kwa jina anaitwa Yasini Joseph Mlotwa, ni mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu wilaya ya Mbeya mjini na mwenyekiti anayewakilisha mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa wajumbe, nimekuja mbele yenu kuwaombeni kazi, kwa sababu jukumu la kuwatumikia Watanzania ni jukumu letu sote, lakini naombeni mnipe fursa ya kuwa mwenyekiti wa shirikisho hili jipya. Mimi nasema jipya kwa sababu sasa imefikia maamuzi ya kufanya mambo muhimu na ya kimsingi. Ninawahakikishieni jambo la kwanza la msingi, nitahakikisha lazima nawaunganisha wanashirikisho wote muwe kitu kimoja. Nitahakikisha shirikisho hili limepewa hadhi na heshima hiyo ambayo tumeikosa kwa muda mrefu. Nitahakikisha lazima tunapata heshima ya kutosha kama shirikisho. La pili, lakini la tatu, niwaambieni kuna fursa nyingi ndani ya serikali na yule mwenye kiserikali ndio ana uwezo wa kuzifuata zile fursa na kuzileta kwenye shirikisho. Nawaambieni popote patakokuwa panapimwa viwanja, lazima shirikisho lipewe na lazima shirikisho lipate mtu. La pili, kuna fursa za ajira kwa vijana wetu ambao wamaliza sekondari na mambo mengine, wamekosa ajira, wako mitaani. Mimi mkinipa fursa kwa mwenyekiti wa shirikisho, takisha lazima nakutana na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, kwa kisha lazima fursa zile shirikisho linapewa walau 30% ya fursa hizo. Lakini si hivyo tu peke yake, nitahakikisha nasikiliza kila mwanachama wa shirikisho, nitahakikisha nasikiliza kila mwanachama wa kawaida, ili kuhakikisha lazima shirikisho liende mbele. Mimi nimekuwepo kwenye siasa hizi za mabadiliko miaka 33.
toka nimeingia nikiwa na umri wa miaka 18. Na umeishaomba kura kwa wajumbe. Mheshimiwa wajumbe, naomba mpige kura ya kutosha, yani zitoshe, sio za kurudia, kwenye namba 3 ambayo ndio namba yangu ambayo naiomba, mtaomba kura kwenu ili niweze kuwa mwenyekiti wa shirikisho hili, nami na hakisheni nitawavusheni. Mtafanya kwa uhakika. Nimegeuza ni hivi naombeni kura zenu za kutosha ili niweze kuwa mwenyekiti wa shirikisho hili. Nawashukuru sana, asanteni sana kwa hekima zenu mlizonazo. Asante. Kwanza kwa heshima na taadhima, naomba niwasalimie kwa ujumla wenu wote, wakubwa na wadogo, heshima zenu. Naitwa Alex John Sanga, ni kiongozi wa chama cha UMD mwenezi katika mkoa wa Mbeya. Na nashukuru kwa sababu nimepata nafasi hii ya kugombea, basi najua vijana wengi tutajitokeza kwa kumpa kula kijana mwenzetu. Ninawaombeni sana mkapate kunichagua kwa namba 1 hii, kwa maana nitaenda kusimamia katiba ya shirikisho letu, lengo na madhumuni ya shirikisho hili. Ninaombeni sana muwe pamoja na mimi. Asante. Kwa majina yangu naitwa Yohana Wailes, ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo. Nimeomba nafasi hii ya kuwa makamu mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya siasa kwa sababu shirikisho la vyama vya siasa nimelifahamu kwa muda sasa, ambao nimekuwa nikihudumu kama mwenyekiti wa chama ndani ya Mbeya. Kilichonisukuma zaidi ni mambo mengi hasa niliyokuwa nayaona kwenye shirikisho vile alivyokuwa yanakwenda. Tukawa tumeambatana pamoja na wenzangu pamoja na wengine wengi kupambana kuhakikisha shirikisho linapata nguvu. Tukaanzia kwenye magrupu kwanza kupigana kwamba shirikisho liondoke kwenye zana ya watu kuongoza miaka 1000 au miaka 10 au miaka 20, miaka yote. Tukasema tutengeneze mfumo wa shirikisho kuhakikisha kwamba linaongozwa ili kila mwanashirikisho apate nafasi ya kuliongoza shirikisho, kulisaidia kwa mawazo na kwa nguvu na kwa namna yote kuhakikisha shirikisho linakwenda mbele. Hivyo tukafanikiwa hilo na ndio tumefika kwenye hatua hii ya leo. Hivyo ndugu zangu, naomba niwaombe kula zenu siku ya leo zote, mnipe mimi Yohana Wailes. Kiti hiki kinanitosha na mimi ninakitosha kabisa na ninakimudu. Ninaomba mnipe nafasi niwe makamu mwenyekiti wa shirikisho hili, kutokana na kwamba niko tayari kwamba mnitume, mnipe kazi hii na ninayo uwezo wa kufanya na kuitekeleza. Ikiwepo swala la katiba kutokupatikana, naahidi wanachama wote wadau mtaitoa, na yani ikishakamilika imekaa sawa, mtaitoa na wote mtapakiwa na kara group kama ilivyo. Hilo mnidai kabisa. Wewe ukija tu utachukua namba ya simu ipiga bwana, nahitaji katiba ya shirikisho. Utapohitaji utapatiwa na kara. Pale itakapokuwa imekamilika tayari, basi ikamilika tutaitangaza kwa katibu kubaliana ili kila mmoja apate. Lakini pia na kushukuru wanipatia viongozi wengi. Bahati nzuri wengi tunafahamiana, tunakutana. Kwa nami tutashirikiana kutekeleza maono, matakwa, mahitaji na matarajio yenu kwa kadri tuwezavyo. Mungu kusaidia tufike hata 500 au 1000. Kwa vile moja ya kazi yetu kuhakikisha mshikamano, ushirikiano, upendo, umoja ndani ya shirikisho ili tuweze kwenda na kusonga kwa kadri ya mahitaji na matakwa yetu mpaka hapo wakati wetu utapofika. Lakini tukiwa tunaendelea na haya tulikuwa tunajadili hapa, tutafanya mapendekezo ya kamati tendaji mbele yenu. Tutapendekeza wenye kuwapitisha ni nyie wajumbe. Acha kama tendaji kamati zingine zote. Sasa kuna kamati ya maadili, nidhamu na maadili, afu kuna fedha na mipango. Ukiniruhusu niwasome majina ili ikiwezekana kuwapitisha au la.